21 kwa wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia ni siku adhimu ambayo Paula na Mario wameamua kuja kufanya iftar maalum kabisa kwa watoto wanafunzi wa madrasa na wanaosoma. Mario tuko naye hapa tuzungumze naye maili matatu atuambie kuhusiana na iftar hii leo. Mario, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndugu zangu, nashukuru kwa uwepo wenu, lakini kikubwa nimshukuru kipenzi changu bwana, kipenzi cha roho yangu, Nyonga Mkariaini, muona kwenye njia pana katikati pale, kwa kuweza kufanikisha kufanya kitu kikubwa. Na of course aliniambia kwamba anaweza kufanya kitu, nikamwambia okay, kama unaweza kufanya hebu fanya tuone. So aliweza kutumia nguvu zake mwenyewe kwa 80% kwa kisa tunafanya kitu hiki, na kimeweza kutokea kwa ukubwa. Tumekaa na watoto, tumefuturu nao, tumeenjoy. Kwa hiyo siku imeisha vizuri. Inshallah chungu 20 kwenda 21 kinaisha vizuri kabisa. Naam. Hongera Mario, tupo katika mwezi wa wanawake duniani. Cause umekuwa ukimsupport sana mwanamke wako, mtoto wako, kila jambo lake upo, hata zile video zake ambazo anafanya, hata hili nalo unamsimamia kwenye namna moja. Unataka kuwa mwanaume wa aina gani katika maisha yake? Nataka kuwa mwanaume mzuri, mwanaume ambaye anafaa kuishi na mwanamke mwenye ndoto. That's why nimekuwa naweza kusupport vitu vingi vizuri ambavyo anavifanya na kukemea pengine vitu vibaya au vitu ambavyo vitapendeza kwenye jamii au kwenye taswira ya watu ambao wanaelewa hiki ni nini. Kwa hiyo mimi sio Mungu, na mimi ni binadamu ambaye pia na makosa yangu, lakini pamoja mimi na yote ni vijana, tunajaribu kuelekezana na watu wanaotuzunguka kuhakikisha kwamba safari yetu, safari ya mahusiano yetu na safari ya maisha yetu inaenda vizuri na tunafanikiwa kufanya vitu ambavyo vinapendeza. Ambacho nimefarijika zaidi, sijui Mario atakuwa umejifunza kutokana na makosa, kwa sababu mara nyingi wanasema iftari bwana, wanaalikana wenyewe kwa wenyewe, mastaa wanawaita watu ambao sio wenye uhitaji, lakini nimeona watoto wenye uhitaji kwa wengi hapa Mario. Kweli kabisa. Idea ilikuwa ni hiyo, na kusema ukweli hata nyinyi washikaji zangu lakini hatujaongea kuhusiana na hili, lakini nimefanya nimewakuta, so yeye mwenyewe ndio ameweza kuarrange kila kitu na kuwaita watu wake, na mimi pia wamekuwa tu wa familia yetu ile kina Prince nini manager team, yani Bad Nation ndio wamekuepo hapa na watu ambao wako close sana. Ina maana mimi sikushiriki kwenye kualika watu au rafiki zangu. Jambo lilikuwa linahusu wao watoto, na wamefika vizuri, wameenjoy, tumepiga nao picha, tumepiga nao stories kibao. Blessing. Tumezungumza na Paula kuhusiana na swala zima la yeye kubadili dini, lakini pia na ndoa. Akatuambia muulizeni shekhe mwenyewe aweke majibu vizuri, mimi nitakuwa muongo nikitia neno. Kweli. Ndoa inshallah. Unajua of course tunaishi pamoja, muda mwingi tuko pamoja, unaelewa. Limebakia tu hilo jambo la heri ambalo pengine linaweza lisichukue hata dakika 10 likawa limeisha, unaelewa. Lakini sisi ni watu ambao tunatazamia na hili jambo limekuwa na sio tu kwa ajili ya macho yenu, hata likampendeze vizuri. Kama unavyojua yeye ni Mkristo, mimi ni Muislamu, lakini tumefanikiwa kuzungumza kwenye hilo na tunaendelea kuliweka sawa taratibu na nini, anaweza kuelewa na mimi naweza kuelewa, tunakutana katikati. Kama tukiwa tayari kufanya hivyo, basi inshallah tutafanya hivyo na tutawakaribisha ndugu zetu, na tutakuwa jambo ambalo litafana, kusema ukweli, nisiwadanganye, nisiwe mchoyo. Basi mimi nawashukuru sana, Mungu awabariki. Ikikupendeza ya mwisho, ikikupendeza Mario. Imenipendeza. Ikikupendeza. Ambacho nimependeza ni kwamba timu ya Bongo Flava imevamia timu ya Bongo Movie. Si ndio? Sababu Harmonize Kajala, wewe Paula, mambo yamekuwa mazuri kwa namna hiyo. Kuna nini Bongo Movie lakini? Family first, nafikiri automatically inakaa automatically, so sio swala la kusema la kulizungumzia sana la nini na nini, lenyewe liko automatically linaonekana na everybody anajua kuhusu hilo swala. So mimi nashukuru pia. Bado tunasinzia, tunamkaje na Idi? Baba, bado sijaufungua huu mwaka. So nakuja baada ya Ramadhani ndo tunaanza project serious. Una maana gani kusema hujafungua mwaka Mario? Baada ya Ramadhani kuisha ndo tunaanza sasa kuja na kazi, kwa sababu imetoka collab ya Nasinzia, nimeshirikishwa na kaka yangu na nashukuru sana. Natoka ngoma nyingine kutoka Kenya, nimeshirikishwa pia, alafu sasa ndo nakuja sasa mazima miguu yote. Basi Mario, asante. Mungu awabariki inshallah.